Habari zenu. Leo ninataka kuwasimulia story nzuri ambayo nadhani mtaipenda. Somo la story hii, saa zingine unaweza kuwa na shida maishani ukadhani umefika mwisho, lakini niko hapa kukumbusha kuwa shida zako ni ndogo. Ukisikiliza mkasa huu uliomtokea huyu kijana, utajua kuwa shida zako ni ndogo sana. So ukumbuke tu kila siku ingine itakuja na maisha bado yataendelea kuwa mazuri. Cha muhimu ni kumwamini Mungu kama unamwamini Mungu na kujua kila kitu kitakuwa salama. Mwaka 1994 huyu kijana anaitwa Kanyerere Dingo alikuwa anaishi pale Mwanza. Na mwaka 1994 tunakumbuka, kama wewe ni Mwafrika wa halali, unakumbuka pale nchini Rwanda kuaga na vita ya Kimbali. Vita iliyopelekea mauaji yaliyoitwa mauaji ya Kimbali. Vita hivi vilitokana na kupigana kwa wenyewe kwa wenyewe. Yaani makabila yalipigana kwa makabila. Jua pale Rwanda kuna makabila makubwa matatu, lakini makubwa zaidi ni Wahutu na Watusi. Kwa hivyo mwaka 1994 uongozi wa rais alikuwaga Mhutu. Kwa rais alivyouawa, Wahutu wakaanza kuwaua Watusi wakiwasingizia ama wakiwaambia kuwa wao ndio wamesababisha kifo cha rais wao. So huyu kijana anajipata Rwanda, nchini Rwanda. Hana rafiki, hana ndugu, yupo katikati ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambapo watu wengi waliuawa, wengine walizikwa bila kuwa na hatia, lakini haya ndio yaliyotokea. Msimulizi anatuambia kwenye kitabu chake, anasema alikunywa damu ya binadamu na kala nyama za binadamu. Je, unataka kujua alifikaje Rwanda? Alifanyaje mpaka siku moja na yeye akaanza kuua watu na akaanza kula nyama za binadamu na kunywa damu za binadamu? Usijali, cha muhimu uko na mimi na nataka nikupeleke moja kwa moja hadi kwenye story yetu. Mwaka 1994 huyu kijana anaitwa Kanyerere Dingo walikuwa wanaishi jijini Mwanza. Walikuwa wanaishi yeye na mamake. Babake waliachana na mamake, babake akaoa mke mwingine. Kwa familia yao ilikuwa imejitenga kidogo. Katika hii sehemu tu kulikuwa na kijana mmoja Mrwanda. Huyu kijana alikuwa anaitwa Matthew alikuwa dereva wa malori. Haya malori yanapita nchi tofauti tofauti Afrika. Zinapita Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, zikisambaza mizigo. Kwa kina huyu kijana kukua kama na uwanja pembeni. Kwa huyu kijana anaitwa Matthew alikuwa mara nyingi akifikia Mwanza, akitoka Rwanda ama akitoka nchi zingine, anapita pale kwao kina Kanyerere Dingo pale, anagesha gari yake. Sasa kutokana na hivyo mazoea akaanza kujijenga kati ya Matthew na Kanyerere Dingo. Mazoea mdogo mdogo, mwisho wakawa marafiki. Matthew, kama nilivyoeleza, alikuwa dereva wa malori makubwa. Haya malori yanabeba mizigo kutoka mbali. Na Matthew kipindi hicho wapo pamoja na Kanyerere Dingo. Rafiki wao ulivyoshika, unajua kama kawaida watu wakianza kuwa na rafiki sana, wanaanza kupiga story. Zile story na Matthew akawa anamuelezea nchi ya Rwanda venye inakuaga, ipoje, watu wa huko wanaishije, wasichana wa huko wanaishije. Yaani haya mambo yakamshika sana Kanyerere Dingo. Akatamani siku moja naye pia aende nchini Rwanda. Kwa akasema atafanyaje aende Rwanda. Unajua kipindi hicho kulikuwa hakuna simu, hakuna barua. Yaani simu zilikuwa watu wenye serikali, watu wenye kwa government ambayo ni serikali, ama watu ambao wana pesa. Lakini walisia Kanyerere Dingo familia yao haikuwa matajiri. Kwa uwezekano wa kupiga simu ulikuwa ni mdogo sana. So alivyotamani awe anasafiri mara moja, siku moja akaenda akamdanganya mamake. Akamwambia anataka kwenda kumsalimia shangazi yake, iko tu hapo Mwanza. Lakini kumbe walikuwa wameshaongea na Matthew waende watembea ni wao naye kwenye moja hizo safari. Kwa Kanyerere Dingo na Matthew wakapanda kwenye gari, wakaenda safari ya siku 2, lakini hawakuenda nje ya Tanzania. Kwa hivyo akiwa hapo kwenye safari, Kanyerere Dingo akapenda sana hizo safari, akazipenda sana. Kwa akatamani zile kila siku awe anasafiri. Sasa wakati mmoja Kanyerere Dingo akataka safiri kwenda mbali zaidi. Akamdanganya mama yake
amepata kazi, lakini kumbe alikuwa anataka tu usafiri kwenda sehemu fulani ambayo Matthew alikuwa anaenda na malori. So Matthew sasa, kulingana na hii kazi yake ya kusafiri, siku moja alikuwa anasafiri kwenda Shinyanga, na kwa sababu Kanyerere Dingo alikuwa hapo, akasema ni vizuri waende na yeye hadi Shinyanga. Sasa siku ya safari imefika, Kanyerere Dingo anaingia kwenye gari, anapata Matthew akaona wasichana wawili. Ndani ya safari ndo akajua kuwa msichana mmoja alikuwa ni mpenzi wa Kanyerere Dingo na msichana mwingine alikuwa amemsindikiza huyu msichana wa msichana wa Matthew. Kwa hivyo alikuwa amemsindikiza kwenye hii safari. Na kiukweli hao wasichana walikuwa wazuri. Maana unajua Wanyarwanda ni warembo sana. Kanyerere Dingo alipoona msichana ni mrembo, akiona sura ni nzuri, akiona maumbile akapenda kabisa. Akatamani hata siku moja aje kufika Rwanda, aende kuona hata maisha ya Rwanda yanakaaje, aone wasichana huko kama ni wazuri, kama watawapenda siku moja, inshallah anaweza kuoa. Kwa katika hii safari ilichukua kama siku 4 hivi kwenda na kurudi. Wakiwa kwenye safari wakafikia sehemu moja hivi, wakatulia. Matthew akaondoka na msichana wake, wakaenda wakamwacha Kanyerere Dingo ndani ya gari na msichana mwingine. Kama kawaida, kama vijana sisi tunajijua. Kwa hivyo Kanyerere Dingo aliamua kujiongeza. Kujiongeza, akaanza kumwambia huyu msichana alikuwa anaitwa Bianca. Kiukweli alikuwa mzuri kusema tu kweli. So Bianca akaanza kumuelezea Kanyerere Dingo akaanza kama anamtongoza vile, akaanza kumtongoza Bianca. Bianca akamkubalia, lakini sasa kwenye swala lile la watu wazima, Bianca akakataa, akasema yeye sio kama nitasema tu acha niite kama hivyo. Yeye sio kama malaya kama wengine. Kwa hivyo siku ya kwanza hizi akamtongoza siku ya kwanza, na hiyo siku tu wakafanya naye mapenzi. Kwa hivyo akakataa, Bianca akakataa. Akasema ukitaka mimi labda unioe, na ukinioa mimi wote utanimiliki na nitakuja kwenu kuishi. Maneno alimuingia sana Kanyerere Dingo. Sana msichana alipokuwa Rwanda na kile Kiswahili chake ambacho alikuwa anaongea kama ongea vizuri. Yaani Kanyerere akampenda sana msichana. Akaamua siku moja atafanya hivyo, atamuoa huyu msichana Bianca. Maana kusema kweli msichana Bianca alikuwa mrembo. Kwa sasa walivorudi nyumbani, Matthew akaenda safari zake za kuendesha gari bado. Kwa hivyo kipindi hicho alienda tena Rwanda. Kwenda Rwanda, Kanyerere Dingo akarudi nyumbani kwao Mwanza. Alipokuwa Mwanza pale, walikuwa wameongea na Matthew. Akamwambia akamuelezea hali yote kuhusu alivyokutana na Bianca, akamuelezea kuhusu msichana amempenda, akaamua anataka kuja kwao aende amuoe. Na uzuri Matthew baada ya kuongea na Matthew vizuri, Kanyerere Dingo alitaka moyoni mwake sana. Yaani alitaka sana aende nchini Rwanda, aende akapeleke posa, aende kuongea na wazazi wake Bianca. Maana Bianca alimwambia kule sio lazima utoe mahari. Ukishaongea tu na wazazi, wakishakubalia ni hivyo unarudi na mke wako nyumbani. Lakini tatizo lilikuwa moja. Tatizo lilikuwa ni mama yake Bianca, yani mama yake Kanyerere Dingo alikuwa hayajui, na hata kama angejua asingekubali kama, kwa sababu Kanyerere Dingo alikuwa kwanza yupo form 4, amemaliza form 4. Kwa hivyo alikuwa anasubiria matokeo ya form 4, kama atafaulu aende advance, ama kama bado atafaulu aende chuo. Sasa kutokana na haya, Kanyerere Dingo asingemwambia ukweli mama yake. Kwa hivyo ikabidi amtafute Matthew, amwambie mama yake kuwa amepata kazi mkoa wa Shinyanga. Kwa sababu wakisema amepata kazi, mama yake atasema afadhali umepata kazi, hata matokeo yako ya form 4 yakitoka utanisaidia kujinunulia uniform, ama utajisaidia kujinunulia vitu vinavyohitajika ukienda advance ama chuo. Kwa Matthew alivyoongea na mama yake akakubali. Lakini wakati huu mama yake kuna kitu kilikuwa kinamwambia kwenye moyo wake. Hii safari ya Kanyerere Dingo
alikuwa hajaipenda, lakini kwa sababu Kanyerere Dingo alikuwa ameshamdanganya mama yake na alikuwa amenuia kufanya hivyo, ikabidi tu akubali shingo pande. Sasa siku ya safari ambayo sasa Kanyerere Dingo kulingana mama yake alikuwa aende Shinyanga, lakini uhalisia ni kuwa Kanyerere Dingo alikuwa amepanga kwenda nchini Rwanda, kwenda kuongea na wazazi wake binti mrembo Bianca kwa ajili ya kupeleka posa, yani aende kuongea na wazazi wake hata kama ana mahari waweze kumruhusu aweze kumuoa Bianca. Na walivyoongea haya walikuwa wameshakubaliana na Matthew. Na uzuri Matthew akamwambia wazazi wa Rwanda hawana mambo mengi, ukishawaambia tu hivi yani wanakubali moja kwa moja. Kwa hii siku ya safari sio kawaida sana kwa mama yake Kanyerere Dingo, lakini hii siku ya safari mama yake Kanyerere Dingo alimwambia Kanyerere Dingo ameota ndoto, na hiyo ndoto ajui kama hiyo ndoto ni nzuri ama mbaya, lakini akamshauri tu mtoto wake akienda huko ajitunze sana, maana aende akae muda mchache halafu arudi nyumbani kumsalimia, na baada ya matokeo arudi nyumbani ili aweze kwenda chuo ama advance, yani form 5 ama 6. Sasa siku ya safari imefika, saa 9 mamake akamuaga Kanyerere Dingo. Na Matthew kwa sababu alikuwa amefika, ikabidi Matthew ambebe kwenye lori lake. Lakini wakati huu Kanyerere Dingo na Matthew walikuwa narudi nchini Rwanda. Kumbuka nchini Rwanda ndo mahali ambapo Matthew amezaliwa huko, na yeye ni raia wa nchi ya Rwanda. Kwa hapa Tanzania kwa sababu yeye ni dereva wa magari, yeye alikuwa tu mfanyabiashara ama mfanya kazi wa hiyo kampuni ya gari alikuwa anaendesha. Kwa sasa walivyoanza safari ilikuwa ndefu kusema kweli, na Kanyerere Dingo alipenda sana hii safari kwa sababu moyoni mwake alikuwa anajua siku ambayo atarudi ataanza kuelezea marafiki zake alivyoona nchini Rwanda, alivyoona njiani, yani atatamba sana kwa marafiki zake watamwaminia kwa sababu watamuona yeye ndio shujaa wa kipindi hicho. Maana ukifikiria mwaka 1994 kuondoka nje ya nchi sio jambo rahisi, lakini kama Kanyerere Dingo ndio huyu wakati huo anaenda nje ya nchi, ilikuwa ni story nzuri sana kuelezea marafiki zake. Kwa hivyo njiani safari kaanza Mwanza, safari kaenda polepole, safari kaenda vizuri. Kanyerere Dingo aliangalia nje, akaona mandhari, akaona barabara, akaona watu tofauti. Baadaye alichoka, akalala, akaamka, akachoka, akalala. Matthew alichoka, akaegesha gari pembeni, akalala. Baada ya kuamka akaendelea na safari. Wakaendelea na safari hadi mpaka wa Tanzania na Rwanda. Walipofika mpakani, kwa wakati huu ndio ilikuwa siku ya mara ya kwanza kabisa kushuhudia rushwa kwa macho yake. Kanyerere Dingo alishuhudia rushwa kwa macho yake. Aliona jinsi Matthew alivyokuwa anapea polisi rushwa, hongo yani kwa kipindi hicho, lakini mwaka 1994. Sijasema sasa hivi kuna rushwa, lakini kipindi hicho mwaka 1994 anawapea rushwa na wanakubali. Na walipofika mpakani, Matthew alimwambia Kanyerere Dingo ajifiche nyuma ya lori, maana unajua lori kuna kuaga na viti pale mbele na nyuma kuna kitanda ambapo watu wanalala. Sasa akamwambia ajifiche nyuma kitanda pale kwa sababu yeye cha kwanza alikuwa ana makaratasi ya kusafiria nje ya nchi. Cha pili alikuwa raia wa Tanzania. Kwa hivyo ukiwa raia wa nchi fulani ukitaka kwenda nchi nyingine lazima uwe na makaratasi ya kusafiria ambayo saa zingine ni visa ama passport. Na Kanyerere Dingo alikuwa hana haya. Lakini alivyokuwa pale mpakani, alivyoona Matthew akiongea na polisi, aliona hisia za Matthew zimebadilika. Yaani sura yake ile ya ucheshi imebadilika mara moja. Kuna jambo polisi alimwambia Matthew ambalo lilimuumiza, yani hadi sura yake ikabadilika. Kanyerere aliapa atamuuliza baadaye akiwa njiani baada amemaliza kuvuka mpaka. Na inshallah kusema kweli walivuka mpaka vizuri, wakaenda mpakani, wakavuka vizuri, wakaingia sasa nchini Rwanda. Kwa mara ya kwanza Kanyerere Dingo alisikia ule uhuru na hewa ya Rwanda. Alisikia vizuri kwa sababu amefika nchini Rwanda kwa mara ya kwanza. Lakini jambo asilolijua alikuwa safari hii haikuwa safari kama zingine za kawaida, maana mambo ambayo anaenda kukutana nayo mbele ni yeye tu na Mungu wake wanajua.
sababu wakati huo, kwa sababu wanasema hakuna ijuae kesho yake. Na kusema ukweli, Kanyerere Dingo light angalijua kesho yake, asingesafiri kwenda Rwanda mwaka huo. At least angesubiri hadi mwaka ujao, mwaka 1995 asafiri, ama mwaka 1996 asafiri. Lakini mwaka 1994 ulikuwa mwaka mbaya sana kwenda kusafiri katika nchi ya Rwanda. Kwa walipovuka mpaka wakarudi kwenye gari, safari tena ikaanza upya. Safari hasa kuelekea Kigali, mji mkuu wa Rwanda. Kwa bahati nzuri, familia ya Bianca ilikuwa inaishi Kigali, mji mkuu wa Rwanda. Na Matthew alikuwa anaishi karibu na Kigali, ingawa sio Kigali kabisa. Lakini lengo la Kanyerere Dingo ni kwenda kwa familia ya kina Bianca. Kwa walipokuwa kwenye gari, Matthew akaanza kulalamika, akamwambia amesikia polisi wakiongea vibaya, wakasema sasa hivi kuna janga baya sana la watu wanabishana kutokana na ukabila. Yaani ukabila sasa hivi umeathiri sana nchi hiyo. Kanyerere Dingo alimuuliza Matthew, nchi hiyo ina makabila mangapi? Alishangaa kujua nchi ya Rwanda ina makabila matatu ambao wakubwa ni Wahutu na Watusi, na wenye wingi zaidi ya watu Wahutu na Watusi. Kanyerere Dingo alifikiria hapa nyumbani kwao Tanzania, ambapo kuna makabila mengi na watu wanaishi kwa amani bila chochote. Kuna Wakuria, kuna Wajaluo, kuna Wamasai, kuna Wanyakyusa, kuna Waha, kuna Wadigo. Yaani makabila ni mengi, lakini baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere aliacha maisha mazuri kwa Watanzania. Aliwafunza vyema kuhusu ukabila, akasema ukabila haufai, na jambo hili liwasaidia sana Watanzania. Kwa Matthew alivyomweleza mambo kama haya, alisikia sana uchungu moyoni mwake, lakini akasema potelea mbali, mimi sio Mhutu wala sio Mtusi, mimi nimekuja kufanya mambo yangu, afu nirudi baadaye. Alikuja kuleta posa kwa kina Bianca na baadaye arudi. Sawa. Baada ya kusafiri usiku na mchana, hatimaye walifika Kigali. Walipofika Kigali, Matthew alimsindikiza hadi kwa kina Bianca, akamkaribisha, akaingia hadi ndani. Ilikuwa imeshafika usiku, mida saa 12 hivi. Giza ilikuwa imeshaingia. So walivyoingia, akakaribishwa ndani kwa kina Bianca. Na Matthew akaendelea na safari zake, akimwahidi kuwa baada ya siku 3 atarudi kumchukua Kanyerere Dingo amrudishe Mwanza, kwa sababu baada ya siku 3 Matthew alikuwa anasafirisha mzigo mwingine kutoka Kigali kuja Tanzania. Kwa alikuwa amemwahidi baada ya siku 3 atamrudisha Mwanza nchini Tanzania. Sawa. Sasa baada ya kufika nyumbani, Kanyerere Dingo alikaribishwa vizuri kwenye familia ya kina Bianca. Na kitu moja aliangalia, akaona Bianca fanani na wazazi ama watu wengine wenye familia kina Bianca, ambapo ni mzee, mama na watoto wengine. Aliona Bianca afanani kabisa na hao wengine, maana yeye alikuwa ana umbo tofauti. Yaani rangi yake ya mwili ilikuwa tofauti. Yaani hata ukiangalia mfanano wa sura ni tofauti na familia nzima. Baadaye ndo alikuja kujua, alijua kuwa Bianca babake akiwa mdogo, akiwa na miezi 12, baba yake na mama yake waliuawa kutokana na vuguvugu la kisiasa. Baba yake na mama yake walionekana kuwa watakuwa tishio kwenye siasa. Walikuwa na ushawishi mkubwa kwenye siasa. Kwa hivyo kutokana na haya baba yake na mama yake walivyouawa, familia hii ya huyu mzee sasa ikaamua kumchukua na kumuingiza kwenye familia yao na kuamua kumlea. Kwa hivyo alijua huyu baba na huyu mama ni ni wazazi wa kumlea, sio wazazi wake wa kumzaa. Hilo ndo jambo ambalo Kanyerere Dingo alijua baadaye. Familia ilimkaribisha vizuri, yani kulikuwa na upendo. Unajua kuna ile unaenda kwenye mji, watu tu wanakukaribisha vizuri, unajua hapa upendo upo. Yani haoni kama kuna mtu yote anakuonea kinyongo ama nini, watu wanakukaribisha vizuri. Kwa walimkaribisha vizuri, wakapiga story, wakaongea sana. Baadaye ndo Kanyerere Dingo
ombi lake la kuleta posa na kusema yeye anatokea nchi nzuri ya Tanzania. Na mzee wa mji huo alipojua anatokea nchi nzuri ya Tanzania, alifurahi sana kwa sababu alimfahamu baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Alijua kuwa Mwalimu Julius Nyerere alipenda sana amani na alipinga sana ukabila. Kutokana na hili, baba yake Bianca alifurahi sana kupata kujua kuwa mtoto wake anataka kuolewa na mtu kutoka Tanzania. Kwa hivyo kutokana na haya, babake Bianca pia alimshauri kuwa wakati akitaka kumuoa Bianca, angependa sana waje waishi Tanzania, kwa sababu Tanzania ilikuwa na amani, sio kama nchi ya Rwanda, ambayo nchi ya Rwanda kulikuwa na ukabila sana wakati huo mwaka 1994. Sababu Wahutu na Watusi, ingawa kuna wenye walikuwa wanapendana, lakini sio wote. Kuna ile kabisa unaona huyu ni Mhutu, huyu ni Mtusi, hawelewani na wanachukiana. Baada ya kukubaliwa posa, kila kitu, wakakula vizuri, wakalala, wakakula vizuri. Baadaye muda wa kulala, ingekuwa ni familia za Kimarekani, hiyo siku tu angeruhusiwa, Kanyerere angeruhusiwa kwenda kulala na Bianca. Lakini kwa sababu ni familia zetu za Kiafrika, hawezi ruhusu mwanamume kulala na mwanamke na amekuja kufuata kuomba. Kwa hiyo baada ya mazungumzo ya hapa na pale wakamaliza, ndio baadaye sasa akaruhusiwa aende aoneshwe chumba chake cha kulala. Bianca akamsindikiza mchumba wake, sababu sasa hivi anajulikana na wazazi kabisa, ni mchumba rasmi. Akamsindikiza kwenye chumba chake, akaenda kulala. Usiku huo mambo mengi alikuwa anafikiria sana Kanyerere Dingo. Cha kwanza alikuwa anafikiria alivyomdanganya mama yake, na akakumbuka mama yake kuwa alimshauri awe karibu na kwao, yani awe kutoka Mwanza, aidha muoe Msukuma wa mtu wa kwao. Lakini mwenyewe alikuwa tu anacheka akiwa amelala usiku, anasema kama mama yake alimtaka awe karibu na kwao, lakini sasa hivi amevuka mipaka hadi ameenda Rwanda, mama yake akijua itakuwaje. Lakini akasema haina tatizo, inshallah. Kwa hivyo usiku mida saa 5 hivi, usiku saa 4, yani usiku tuseme usiku umeingia, wote wameingia kulala. Ghafla akasikia mtu anagonga mlango usiku, anagonga mlango. Lakini huyu anagonga taratibu kama hataki watu wengine wasikie nje. Kugonga, akaenda kusikiliza dirishani, akaamua acha afungue. Kufungua, akamuona Bianca. Alipomuona Bianca akamwambia, nyamaza. Asitaki wengine wajue, nimekuja tu kukuangalia mara moja. Akamkiss Bianca, wakakumbatiana hapo. Bianca akamwambia, nataka nikupeleke nje uone mji wetu wa Kigali unavyokuaga majira usiku. Kwa sababu Kanyerere Dingo ni mwanaume, asingeonesha uoga. Kwa hivyo akaamua kutoka naye nje Bianca, wende akaoneshwe mji wa Kigali. Kwa wakatoka vizuri. Sasa hapa ndo akaanza kuongea zaidi na Bianca, wakajuana zaidi. Kusema ukweli, Bianca alikuwa msichana mrembo na pia tabia yake ilikuwa ni nzuri. Na haya ndio mambo ambayo Kanyerere Dingo baadaye alikuja kujua. Kwa akaenda kumuonesha mandhari ya Kigali, taa za usiku, mji ulivyo tulivu, mji unavovutia ukiangalia kutoka mbali. Yani jambo hili lilimfurahisha sana. Hata alikuwa anasema kichwani mwake akirudi Tanzania atakuwa na mambo mengi kuelezea kuhusu jiji la Kigali nchini Rwanda. Angeambia marafiki zake alivyoyaona Rwanda, na ingekuwa gumzo sana mtaani, maana mwaka 1994 sio rahisi watu wengi hasa kutoka Tanzania kwenda kusafiri nje ya nchi. Ila wakati wanatembea hapo tu, ghafla akaona ndege inapita juu kwa nguvu na mngurumo mkubwa. Akaona ndege inapita. Baada ya dakika 10 ndege imeshapita, hata wamesahau, wakaanza kutaniana. Kanyerere Dingo akamwambia Bianca yeye hata hajawahi kupanda ndege. Bianca akamwambia yeye ashawahi kupanda ndege, lakini amepanda tu mara moja. Kwa alikuwa jambo la muhimu sana. Wakati wakiendelea kupiga tu stories za kawaida wakiangalia jiji, ghafla wakasikia mungurumo kama kitu kimeanguka, kitu kimetoa sauti. Sasa ikabidi kutokana na lile waanze kufikiria. Kidogo tu akaona watu wanaanza kupita, wakauliza kuna jambo gani, wakamwambia
Ile ndege iliyopita mlione ikipita, ile ndege ilikuwa imebeba rais wa Burundi na Rwanda, na kwa bahati mbaya ile ndege imeanguka na imewaua rais wa Burundi na Uganda. Marais wote wamekufa. Na sasa hivi kumeanza kuwa yani kila mtu ameanza kutoka nje. Ndio Bianca akakumbuka akasema wakati anatoka nyumbani aliwafungia kwa nje wazazi wake na ndugu zake wote, ili hata kama wakiamka wasijue kuwa yeye na Kanyerere Dingo hawapo. Kwa hivyo ikabidi akamwambia Kanyerere Dingo wakimbie mbio waende kuwafungulia wazazi, kwa sababu kutokana na ule mungurumo na mlipuko mkubwa watakuwa wanahitaji kuamka, ama watakuwa wameamka wanajaribu kufungua mlango na ufunguki, na kwa hivyo wangejua kuwa Bianca na Kanyerere Dingo walitoroka usiku. Kwa akaanza mbio, ingawa Kanyerere Dingo alikuwa amekaa siku nyingi hajakimbia, ilibidi ajikaza hivyo sababu ni mwanaume, atafanyeje. Kwa akajikaza hivyo akakimbia kufika nyumbani. Wanashangaa kila mtu yupo nje, na hali hapa nyumbani walivyoangalia vizuri wakaona hali sio nzuri. Yani waliona kila mtu, yani watu tu wana hofu. So walipofika nyumbani ndo mzee akawaelezea hiyo ndege imeanguka na rais wa Rwanda na Burundi, na wote kwa bahati mbaya wamekufa. Na kidogo akaanza kusikia kuwa Wahutu, sababu yule rais aliyekufa alikuwa Mhutu, Wahutu walikuwa wameanza kujichukulia sheria mkononi, wameanza kuwaua Watusi wakiwashtumu kuwa wao ndio wameua rais wao. Sasa imagine ndugu yangu, wewe ndio umefika nchi ngeni, haujui kinachoendelea, nchi yako umeacha vizuri, na hata nyumbani huku waga vizuri kwa unaenda wapi. Umefika hiyo siku unaanza kupata taarifa kuwa Wahutu wanaanza kuwaua Watusi, na wajali wewe ni nani. Wakikupata wewe ni Mtusi unauawa. Sasa kutokana na haya, babake Bianca wakati huo alikuwa amevaa taulo maana ndio alikuwa ameamka. Wakati huu babake Bianca akamwambia amesikia juzi kwenye taarifa kwenye runinga, maana kipindi hicho sio kwenye runinga, kwenye redio, maana kipindi hicho redio zilikuwa zinafanya kazi sana. Yaani redio zilikuwa zinafanya kazi sana. Ukitaka kupata taarifa yote unaenda kwenye redio. So akamwambia amesikia kwenye taarifa na hali ya siasa nchini humo sio nzuri. Kwa hivyo akawaamrisha wote waingie chumba kimoja sebuleni, hivyo wakae wasubirie waone nini kinatendeka. Kwa wote wakasikia amri ya mzee, hata ingawa alikuwa anaongea Kiswahili, lakini Kiswahili chenyewe kilikuwa ndio cha juu. Lakini kutokana na ile hali ya hofu ya nini, wakaingia ndani. Ndio walipoingia ndani, mzee akaanza kuelezea kwa siku 3 nyuma ameanza kusikia taarifa kuwa kuna machafuko, kuna mapinduzi yanaenda kufanyika, na wakati huu sio mzuri sana wa kisiasa. Ghafla tu akiwa ndani, kidogo tu anasikia mtu anagonga mlango nje. Anagonga mlango kwa nguvu. Familia ya mzee ikashtuka sana. Mzee kwa sababu yeye ndo mzee wa mji, akawaambia wanyamaze na watulie. Kwenda kufungua mlango, alipofungua alikuwa ni mdogo wake, mke wake. Yaani kwa lugha nyingine ni shemeji yake. Mdogo kakake mke wake. Yaani mke wake na huyu aliyegonga mlango wanatoka tumbo moja, kwa hivyo huyu ni shemeji yake. Shemeji yake alikuja ndani akiwa ametoka jasho sana. Anapumua juu, anawaza, anasema, anamwambia mamake Bianca atoroke hapo, kwa sababu unajua cha kwanza niwaambie, mamake Bianca alikuwa ni Mtusi na babake Bianca alikuwa ni Mhutu. Kwa hivyo babake Bianca alikuwa amemuoa Mtusi na Watusi walikuwa wanauliwa na Wahutu. Kwa hivyo ushemeji kakake mke wa mama Bianca, shemeji yake mamake Bianca alikuwa amekuja kumtaarifa, akamwambia watoroke hapo maana watu wanauliwa. Akamwambia watoroke, watu wanauliwa vibaya sana. Yaani Wahutu wamekasirika na wanaongozwa na majeshi. Wanaua kila mtu, hataki kujua. Akipata wewe ni Mhutu uongee wanakuua. Kwa hivyo alikuwa amewashauri watoroke.